Karibu msikilizaji, nipate kukueleza yale ambayo yameweza kutendeka na nipate kukupatia uchambuzi wa kina kuhusu haya yanamaanisha kipi msikilizaji. Sasa kuna taarifa ambayo imeweza kuzua tumbo joto katika mtandao wa kijamii ambayo inahusisha mpwa wa Samia Suluhu ambaye ameshikilia nyadhifa mbili za serikali ambazo zina kipato kikubwa zaidi, na Samia anahitaji iendelee kubaki hivyo. Hichi msikilizaji, cha kwanza ni kinyume cha sheria. Cha pili ni kuonyesha kwamba Samia anawaajiri ndugu zake wa kifamilia ama kuwapea nafasi za uongozi kipindi ambapo kuna Watanzania wengi wana uwezo mkubwa wa kutekeleza majukumu yale ili kupata kipato na kufaidi kutoka kwa taifa lao. Lakini Samia ameamua kumpatia mpwa wake nafasi mbili ama nyadhifa mbili ambazo amezishikilia serikalini na anapata mishahara kutoka kwa nyadhifa zote hizo mbili. Hebu nikusomee taarifa hii ambayo msikilizaji nimepata kuiona ikiweza kusambazwa katika mtandao. Na dada anaitwa Maria hapa amesema kwamba mpwa wa Samia ni mnikulu, pia ni mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar, kwamba mpwa wa Samia ni mnikulu lakini pia ni mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Sikilizaji, kwa taarifa yako, mnikulu ni kiongozi mwenye dhamana ya kusimamia masuala ya kuendesha na utunzaji wa mazingira ya Ikulu, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa mazingira ya Ikulu, majengo ya zamani, manunuzi na sherehe za Ikulu. Pia mnikulu ana majukumu ya kuratibu shughuli za kiutawala na kusaidia katika kutekeleza maagizo maalum ya rais. Mnikulu kwa ufupi ni msaidizi wa rais. Sasa msikilizaji, dada huyu ameweza kusema hivi: Samia amemteua mpwa wake kama mnikulu, pia mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Jamani, mwege mnanielewa nikiwaambia CCM imebaki kama kamati la kifamilia ndio inatuendesha kama mazuzu. Akasema tena pale, sasa hii hata simzingizii Said Ali Juma. Hii taarifa niliweka kwa kuwa Mwinyi kamteua mpwa wa Samia. Sasa mpwa kagoma kuondoka Ikulu ya Muungano. Anajua huku anavuna sana utajiri wa Watanganyika kwa kivuli cha Muungano, na mama yake mdogo hana habari, anaona ni sawa tu kujaza ndugu na jamaa na familia. So anakula mishahara huku na kule, lazima kuna mahali anazembea. Someni mkeka huu ndio mtaelewa ninachowaambia. Hebu nikusomee msikilizaji mkeka huu, aliweza kusema kwamba upate kusoma, lakini pia nitahakikisha nimekuwekea kwenye screen yako ili upate kupitia na kuelewa zaidi. Nasema hivi: kashfa kubwa, mjumbe wa baraza la wawakilishi anaendesha Ikulu ya Tanzania. Novemba mwaka jana, Rais Hussein Mwinyi alimteua Said Ali Juma ambaye ni mnikulu wa Ikulu ya Tanzania kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi wa Zanzibar. Kufuatia uteuzi huo, Juma alitakiwa kuacha mara moja kazi ya mnikulu yenye makao makuu Dodoma na kuhamia Zanzibar. Akaripoti kwenye kazi yake mpya ya mjumbe wa baraza la wawakilishi.
Lakini kwa kuwa kazi ya mnikuru ina upigaji mkubwa wa pesa kuliko nafasi ya mjumbe wa baraza la wawakilishi, Juma ameendelea kufanya kazi ya mnikuru huku akiwa mjumbe wa baraza la wawakilishi. Juma ni ndugu wa karibu wa kifamilia, kwani ni mtoto wa dada yake Samia. Kwa hivyo kwa jina lingine ni mpwa wake Samia, kwa sababu ni mtoto wa dada yake Samia. Hii ni mara ya kwanza kwenye historia ya Tanzania tangu ipate uhuru miaka 64 iliyopita kwa mjumbe wa baraza la wawakilishi la Zanzibar kushika nafasi ya mnikuru wakati huo huo mmoja. Mnikuru ni kiongozi mwenye dhamana ya kusimamia masuala na uendeshaji na utunzi wa mazingira ya Ikulu, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa majengo na samani, manunuzi na sherehe za Ikulu. Pia mnikuru ana majukumu ya kuratibu shughuli za kiutawala na kusaidia katika kutekeleza maagizo maalum ya rais. Mnikuru ni msaidizi muhimu wa rais wa nchi. Samia alimteua Juma kuwa mnikuru baada ya kupata urais kufuatia kifo cha Magufuli Machi mwaka 2021. Kitendo cha Samia kumwachia Juma aendelee kuwa mnikuru licha ya kuteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi la Zanzibar ni mwendelezo wa uendeshaji wa Ikulu na serikali kiundugu na kifamilia chini ya Samia, bila kujali katiba, sheria, kanuni na utaratibu wa nchi na serikali. Ndio taarifa hii imeweza kusoma hivyo, msikilizaji. Sasa tunamzungumzia hapa ni huyu bwana ambaye anaitwa Mheshimiwa Said Ali Juma. Said Ali Juma ambaye ni mtoto wa dada yake Zanzibar, ambaye kama nilivyokusomea msikilizaji, alipata kuteuliwa kuwa mnikuru baada ya kifo cha Magufuli Machi mwaka 2021 na ameshikilia nafasi hiyo mpaka sasa. Sasa msikilizaji, kinachoshtua ni kwamba Mwinyi alipata kumteua bwana Said Ali Juma kuwa mbunge wa baraza la wawakilishi Zanzibar, lakini pia jambo la kuteuliwa, msikilizaji, kwanza lilihitaji kwamba aondoke kwenye kazi yake ya kuwa mnikuru wa Ikulu ya Dodoma ili aende kushikilia nafasi yake ya baraza la wawakilishi Zanzibar sasa. Lakini sasa bwana huyu ameamua kuendelea kuhudumu katika nyadhifa hizo mbili, na serikali ya Tanzania imeendelea kumlipa mishahara hapa na kule. Msikilizaji, hichi sasa kinafaa kukuonyesha kwamba serikali ya Samia haijaweza kuwa na ile balance ama msimamo wa kudhibiti ama wa kuongoza inavyopaswa. Kwa sababu inatokeaje mtu mmoja anafanya kazi katika nyadhifa mbili na rais wa taifa anajua kwamba hicho kipo hivyo, lakini hakuna hatua ambayo ameweza kuichukua. Lakini pia mtu huyo aliyehusishwa na vitendo kama hivyo ni mtu wake wa kifamilia, ni mtoto wa dada yake Samia. Kwa ufupi ni mpwa wake Samia, na Samia ndo aliweza kumteua mwenyewe na kumpa kazi ya mnikuru ambayo bado anaendelea kuifanya. Lakini alipoteuliwa kuwa mwakilishi, alipoteuliwa katika baraza la wawakilishi Zanzibar, angeacha nafasi hii iwe wazi kwa Watanzania wengine ama kwa mtu yeyote yule ambaye ataweza kupewa nafasi hiyo aendelee nayo. Lakini kitendo cha kushikilia kazi zote mbili kinaonyesha ulavi wa mali na kinaonyesha utovu wa uongozi alionao Samia Suluhu.
Msikilizaji, nilipata pia kukueleza kwamba Samia alimteua mwanawe Wanu katika baraza lake la mawaziri, ambao pia ni viongozi ambao ameweza kuweka katika serikali yake, kitendo ambacho kinakuonyesha kwamba Samia ameiweka familia yake mbele kuliko Watanzania wote. Hebu achia maoni yako kwenye comment section msikilizaji, lakini pia zidi kutufuatilia ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata kukufahamisha na kukusogeshea karibu taarifa zinazoendelea kutokea. Jina langu ni Presenter Guton. Unaweza kuendelea kutufuatilia, kupiga subscription ili kuendelea kujifahamisha zaidi, lakini pia utakapo subscribe utahakikisha kwamba unaweza kuzipata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi msikilizaji.